Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa kifupi, kufuatana na muda, tutakuwa na somo ambalo ni fupi. Sawa. Ambalo lina kichwa kinachosema mafuta ya shangwe. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina sana. Katika maandiko matakatifu yapo aina ya mafuta nyingi. Yes. Na wale ambao wamekuwa kitufuatilia, hata ukienda kwenye ofisi yetu utakuta aina mbalimbali za mafuta. Amen. Lakini leo tutashughulika na mafuta ya shangwe. Asante Bwana Yesu. Ambayo Yesu ametupatia kwa kipindi cha miezi 6. Amen. Iliyobakia mbele yetu. Amina. Mafuta ya shangwe ni ya kwenda kudiri na misingi yote ya nguvu za shetani katika maisha yetu na kuing'oa kabisa. Amina. Na kuhakikisha miezi 6 inayokuja, sawa, itakuwa ni miezi ya shangwe tupu kwenye maisha yako. Na andiko letu la msingi ni Waebrania sura ya 1 na mstari ule wa 9. Ninaomba tusome. Kitabu cha Waebrania sura ya 1 na mstari wa 9, ninasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Umependa haki. Umependa haki. Umechukia maasi. Umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako, kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Amekutia mafuta. Mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mafuta ya shangwe kupita wenzio. Amina. Kuna watu utawapita baada ya ibada hii ya leo waliokuwa wamekutangulia. Mafuta haya ya shangwe ni mafuta yanayokusababishia unawapita waliokutangulia. Amen. Unapata mafanikio yanayokupeleka kwa spidi. Amina. Na kuwapita wote waliokutangulia. Amina. Na mafuta haya kazi yake kubwa, sawa, ni kudili na misingi yote ya nguvu za shetani katika maisha yako. Amina. Kitabu cha Isaya sura ya 61 na mstari wa 3 na Zaburi 45 na mstari wa 7, naomba tusome. Kitabu cha Isaya sura ya 61 na mstari wa 3. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Hebu jaribu kutamka maneno umefunika hata sijasikia. Kitabu cha Isaya sura ya 61 na mstari wa 3. Ninasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Kuagizia hao waliao. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Katika Sayuni. Wapewe taji ya maua. Wapewe taji ya maua. Badala ya majivu. Badala ya majivu. Mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha. Badala ya maombolezo. Badala ya maombolezo. Vazi la sifa. Vazi la sifa. Badala ya roho nzito. Badala ya roho nzito. Wapate kuitwa miti ya haki. Wapate kuitwa miti ya haki. Iliyopandwa na Bwana. Iliyopandwa na Bwana. Ili atukuzwe. Ili apate kutukuzwa. Yes. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Mafuta ya shangwe ni mafuta yanayoleta furaha. Na haya yanadili na kitu kinaitwa roho nzito. Amina. Hebu sema roho nzito. Roho nzito. Roho nzito hizi. Sawa. Hebu rudia tena andiko hilo. Kitabu cha Isaya sura ya 61 na mstari wa 3. Ndio. Narudia kwa jina la Yesu. Kuagizia hao waliao. Kuagizia wao wanaolia. Katika Sayuni. Katika Sayuni. Wapewe taji ya maua. Ili wapewe taji ya maua. Badala ya majivu. Badala ya majivu. Mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha. Badala ya maombolezo. Ndio. Vazi la sifa. Badala ya roho nzito. Wapate kuitwa miti ya haki. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Hebu sema roho nzito. Roho nzito. Hebu geukia jirani muulize, una roho nzito nyepesi? Una roho nzito nyepesi. Muulize, mambo yako ni mazito ama ni mepesi? Mambo yako ni mazito ama ni mepesi? Pigia jirani muulize, unasikia uzito, unasikia wepesi? Unasikia uzito, unasikia wepesi? Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Amina sana. Anasemaje? Anasikia uzito. Sasa ule uzito sio wa kilo zake za kuongezeka. Manake ni uzito wa nguvu za giza. Inaitwa roho nini?
nzito. Sema roho nzito. Roho nzito. Na hii uchawi wa roho nzito ndio unaosababisha watu wanashindwa kwenda kwa spidi kwenye mafanikio yao. Kabisa kabisa. Sema amina na Yesu akubarikie. Amina. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 kuanzia mstari wake wa kwanza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza, ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwapo palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya kwa mfalme Herode, na Sauli. Ndio mstari wa pili. Sasa kwa spidi naomba tuende mstari wa 8. Sawa. Ninaenda kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Lakini Elima yule mchawi. Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake. Hii ndio iliyokuwa tafsiri ya jina lake. Akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Moyo mzito wa kuiacha nini? Imani. Hii ni roho ya kichawi inayofanya kazi. Yes. Inabadilisha watu na kuwapa uzito wa kutekeleza majukumu ambayo Mungu amewapa. Yes. Katika kulitumikia kusudi lake. Amen. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Amina. Unaweza ukawa mwana maombi, ghafla ukishatupiwa hii roho nzito, sawa, unakuwa mzito kuomba. Mzito. Kifika muda wa kuomba unapata usingizi usiokuwa wa kawaida. Kabisa kabisa. Unakuwa mzito kwenda kazini. Unayo biashara yako, lakini ikifika muda wa kwenda kazini unasikia uzito. Kama uvivu fulani. Ndio. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Hii ni roho ambazo ni hatari sana. Yes. Zinarudisha watu nyuma hata kwenda kanisani. Ikifika saa ya kwenda kwenye ibada unapata uzito fulani. Amen. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Uzito huu, yes, ndio ambao tunataka kupambana nao leo ndani ya muda wa siku 6. Asante. Za kufunga. Na maombi yameanza leo. Amina, amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Ndani ya siku hizi 6 ndio tunabomoa misingi yote ya mashetani, ya roho nzito ambazo zimekulefanya umekuwa mzito. Uelewe ninachokuambia. Yes. Nataka niseme kitu cha kukusaidia. Sawa. Wakati ambapo wana wa Israeli walipokuwa wanaelekea Misri. Ndio. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Walipokuwa wanaelekea Misri. Yes. Safari yao ya kwenda Misri ilianzia kwa Yusufu. Amina. Aliyeuzwa Misri. Yes. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Baada ya kutangulizwa kwa Yusufu, sawa, ndipo njaa baadaye ilipokuja. Yes. Na walipokuwa wanatafuta chakula, hapo ndipo walipokwenda kumkuta Yusufu. Hapo akiwa ndiye boss. Yes. Kule Misri. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amen. Na hapo ndipo walipowalazimisha kuhamia Misri bila wao kutaka. Yes. Kule ambako walimuuzia, na yakawalazimisha wakaishi kule. Na ilikuwa sio kazi nyepesi. Lakini alifanikiwa kwa sababu alikuwa na mamlaka. Amen. Na wao walikuwa na shida ya chakula. Yes. Sema amen. Amina. Na hapo ndipo walipohamia Misri. Yes. Ilipofika muda wa kutoka sasa, sawa, ahadi ya Mungu ya kujiliwa kwao na kuwatoa katika nchi ya utumwa. Sema amen. Amen. Haikuwa kazi nyepesi. Wao wenyewe walikuwa wazito kuondoka. Wazito. Pamoja na miujiza ambayo Musa alipewa. Lakini hawakuwa wepesi kutoka. Mpaka Mungu alipotoa maelekezo. Yes. Ya kufanya sadaka. Amina. Ya mwana kondoo. Amen. Sema amina. Amina. Asema kila nyumba itatoa mwana kondoo. Ndio. Watachinja. Sawa. Watapaka damu kwenye miimo ya milango. Amina.
ghafla ule uzito ukatoka kwa Farao mwenyewe na wao wenyewe wakajikuta wamepata uwepesi wa kutoka. Amen. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Amina sana. Sadaka hii ndio iliyokuwa imefungua mlango na kumaliza ule uchawi uliokuwa unawagandamiza katika kutoka katika nchi ya Misri. Amina. Mioyo ilikuwa inakuwa mizito tu. Akili zinakuwa nzito kuelewa. Amen. Fahamu zinakuwa nzito tu. Ndio. Kumbe kuna uchawi umewakamata pale. Leo kupitia sadaka ya Kristo aliyoitoa pale msalabani, ule uzito uliowekewa wa kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye ufukara, kutoka kwenye madeni, kutoka kwenye laana, kutoka kwenye mizimu, kutoka kwenye ushirikina, kutoka kwenye uchawi, leo inakwenda kukuachia. Leo usema achia. Achia. Piga sauti sema achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Sema amen na ubarikiwe sana. Kuna uzito fulani unaokusumbua na hauelewi unatoka wapi. Sema amen. Amina. Unapotaka kudili na misingi ya hii roho nzito, lazima uingie katika maombi ya kufunga ya siku 6. Amina. Daudi anasema kwenye Zaburi ya 11 na mstari ule wa 3 ya kwamba kama misingi imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Amina. Kama misingi, hebu tusome. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Kitabu cha Zaburi sura ya 11 na mstari wa 3. Ndio. Kama misingi ikiharibika. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Kila jambo kwenye maisha yako lina msingi wake. Amina. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kama misingi imeharibiwa, na hawa watu wabeba mikoba wa familia, wabeba uchawi wa familia, watoto watafanya nini? Wajukuu watafanya nini? Jiulize. Mpaka kizazi cha 4 watafanya nini? Tafakari. Lazima turudi kushughulikia misingi. Na ndani ya siku 6 misingi ya familia lazima itatikisika. Amen. Tulianza katika maombi ya kutoka katika nyumba ya utumwa. Tukaja Jumapili kutoka kwenye mateka ya shetani. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Na Yesu ametuongoza katika kuweka misingi ya mwezi huu wa 6. Lazima tushughulikie vyanzo vya zile nguvu zilizotufanya tushindwe kufanikiwa sana ndani ya miezi 6 iliyopita. Na ndani ya siku hizi 6 unajenga msingi wa miezi 6 inayokuja mbele yako. Amen. Utaki kuitikia, lazima utakuwa una matatizo fulani. Amina. Sema amina na Yesu apate kukubariki. Uko tayari kushughulikia hiyo misingi leo? Nipo tayari leo. Na hiyo misingi tunakwenda kuimaliza kwa kupitia mafuta ya shangwe. Sema mafuta ya shangwe. Mafuta ya shangwe. Zaburi 45 na mstari wa 7. Kitabu cha Zaburi sura ya 45 na mstari wake wa 7. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Umeipenda haki. Umeipenda haki. Umeichukia dhuluma. Umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu Mungu wako amekupaka mafuta. Amekupaka mafuta. Mafuta ya furaha kuliko wenzako. Mafuta ya furaha kuliko wenzako. Kama umeichukia dhambi, umechukia uasi, umechukia uovu, ukapenda haki, sasa basi unakwenda kupakwa mafuta ya furaha. Amina. Kupita wenzako wote waliotangulia. Amen. Uko tayari kupata mafuta haya ya shangwe kuanzia sasa? Nipo tayari. Luka 1 na mstari wa 28 mpaka wa 30. Kitabu cha Luka sura ya 1 kuanzia mstari wa 28. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu.
Akaingia nyumbani akasema, Ndio. salamu, Salamu. uliyepewa neema, Uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Bwana Mungu yu pamoja na wewe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Endelea. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Hii salamu ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Usiogope Mariamu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umepata neema kwa Mungu. Mstari 31. Tazama. 30 pale pale. Yes. Inatosha. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Mafuta haya ya shangwe. Sawa. Ni mafuta ya neema. Yaliyobeba upendeleo wa Mungu kwenye maisha yako. Amina. Wewe ambaye sawa, laana za kifamilia, ndio, za kichawi, laana za kifamilia, ndio, za mizimu ya mikoba, ya uganga na uchawi, ndio, imekufarakanisha na uwepo wa Mungu. Na hivyo hatima yako ndio imekuwa ni kitendawili. Sasa sawa, baada ya kudondoshewa mafuta haya ya neema, wewe ambaye ulikuwa hustahili kwenda kwenye nafasi ya ukuu, sasa utastahilishwa kwa neema ya Yesu Kristo. Tangazo. Neema hii inakufanya hata ulipata magonjwa, sawa, ambayo ni magonjwa yatokanayo na dhambi za kifamilia, ndio, hayo magonjwa yanafutika. Yes. Na dhambi yako unasamehewa. Amen. Yakobo sura ile ya 5 na mstari wake wa 13. Nasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Kama mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka. Anao moyo wa kuchangamka. Na aimbe zaburi. Kama moyo wa kuchangamka haupo, endelea. Na aimbe zaburi. Endelea. Mstari wa 14. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Ndio. Na awaite wazee wa kanisa. Aite wazee wa kanisa. Nao wamuombe. Na kumpaka mafuta. Ndio. Kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani. Ndio. Kutamuokoa mgonjwa yule. Na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa. Pokea msamaha wa Yesu Kristo kwenye maisha yako. Napokea. Mafuta haya ya neema yanakufanya unastahilishwa. Asante Bwana Yesu. Wewe ambaye ulikuwa huna vigezo, haustahili, kwa ajili ya uasi, kwa ajili ya dhambi, ndio, kwa ajili ya kukimbilia kwa mizimu, kwa matambiko, kwa ajili ya kutafuta msaada kwa waganga, ndio, na washirikina. Ulichanjwa chale katika mwili wako, ulipigwa mihuri, una alama za kishetani za kila namna katika mwili wako, zinamvuta shetani na uwepo wake kila wakati. Ameivunja ile mamlaka yako. Umekuwa mtumwa, umekuwa mateka, umekuwa mnyonge, umekuwa dhaifu, umeonekana haustahili, umeonekana haufai, umepoteza furaha, umepoteza shangwe. Mwandishi anasema kama huyu mtu ana moyo wa kuchangamka, basi aimbe zaburi. Lakini kama amepewa roho nzito, moyo mzito, apakwe mafuta haya kwa jina la Bwana. Itakuwa kule kuomba kwa imani na kwa mafuta yale. Hata kama alitenda dhambi, atasamehewa na atainuka tena, atasimama tena. Lokaji usema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Piga makofi ya furaha. Chapa chapa. Maandiko yanasema moyo uliochangamka ni dawa njema. Amen. Sema amen ya raha. Amina. Hebu muangalie jirani, muulize, vipi, mbona kama uko kwenye msiba? Vipi, mbona kama upo kwenye msiba? Unaomboleza? Unaomboleza? Una msiba wa aina gani? Una msiba wa aina gani? Sema amina ya raha. Amen. Unyonge alionao, kukosa uchangamfu, sawa,
Manake ni roho nini? Nzito. Nzito. Roho nzito. Ndio. Katika zamu ya Paulo mtume, ndio, akiwa anahubiri injili ya moto, sawa, akakutana Apo. na agenti wa kuzimu, wakala, ambaye kazi yake ndio ni kupandikiza watu roho nzito, kuiacha imani, kuchukia imani, kumchukia Yesu, kukosa imani. Unakuwa mzito tu, wa maombi, mzito. Huna imani na Yesu, ni kweli. Huna imani na watumishi wake, huna imani na maelekezo wanayopewa ya kutumia vifaa vitakatifu. Na unasikia amani tu. Sema amina. Amina. Usidanganyike na mafundisho ya zamani ya awali ambayo hayajawasaidia babu zako na baba zako. Sasa hivi ni zamu yako. Una hekima yako mwenyewe, akili yako mwenyewe, maarifa yako mwenyewe. Nyanyuka, mtafute Mungu kwa miguu yako. Amina. Sema amen ya radi. Amina. Kama mababu zetu walishindwa kufanikiwa zamani, ni kwa sababu walimuasi Mungu. Ndio. Yeye anasema nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi. Mimi ninawapatiliza wana maovu ya baba zao, mpaka kizazi cha 4 cha wanichukiao, na kuwarehemu maelfu na maelfu wanipendao na kunitafuta uso wangu. Hakika wataniona. Wewe ambaye umekataa kufuata mizimu, kufuata miungu, ukaamua kujizatiti, kujikana kumfuata Yesu, ingawa vita ni kali, itakwisha siku sio nyingi. Ingawa mapambano ni makubwa, majeraha ni mengi, dhihaka ni nyingi, aibu ni nyingi, unashutumiwa, unashitakiwa, unatengwa, lakini nataka kukuambia hiyo ni process. Ni mchakato wa wewe kuandaliwa na Mungu kwa ajili ya kesho yako iliyo bora. Usijisikie vibaya watu kuondoka kwenye maisha yako. Wacha shetani aondoke na majeshi yake. Yesu akutumie malaika zake. Hapana chapa. Malaika shariti watakuja kukutumikia. Waje. Sema amina. Amen. Yesu Kristo mwenyewe alipoianza kazi hiyo ya utumishi. Sema amen ya raha. Amina. Biblia inaeleza waziwazi, sawa, kwamba wote walimkimbia, akabaki peke yake. Ndani ya siku 40 amepanda kufunga. Sawa. Sema amina. Amen. Aliyetangulia wa kwanza ni Ibilisi katika safari ya maono yake. Ndio. Akamjaribu. Wakati anaanza. Sawa. Aliposhindwa kwa neno la Mungu ndio alilokuwa nalo Kristo. Sema amen. Amen. Biblia inasema kisha Ibilisi akamwacha. Sema akamwacha. Kwa kitambo kidogo. Alafu malaika wakaja wakafanya nini? Wakamtumikia. Kwa hiyo unapoanza safari ya maono haya mapya uliyoyaona, sawa, ya kwamba Yesu Kristo ndiye mdhamini wa agano jipya, na ya kwamba unapotaka kwenda kwenye hatima yako, sawa, kutimiza maono ama ndoto ulionayo, yeye ndiye njia na kweli na uzima. Ukamchagua yeye ili awe mdhamini wako, ili akufadhili katika maono yako. Shetani ataondoa watu wake mmoja baada ya mwingine. Na wakati huo wa kutengenezwa unaitwa ni wakati wa kutengwa
kabla sijanikuumba na nikujua, nilikutenga toka tumboni mwa mama yako. Kutengwa ni kuwekwa wakfu, kuandaliwa kwa ajili ya kusudi maalumu alilolipanga Mungu juu yako. Kwa hiyo kutengwa, wataanza kutoka watu kwenye maisha yako, na utajisikia vizuri kwa vibaya kwa sababu ya bondi uliokuwa umeweka kwao. Kwa sababu hawataondoka watu wepesi. Wataondoka watu wazito. Amen. Ambao wana influence kwenye maisha yao. Kabisa. Ni wawekezaji wakubwa kwenye maisha yao. Amen. Ni watu wa msaada, ni watu wa karibu. Ni watu wenye vyeo, wenye nafasi. Ni watu ambao wana ushawishi. Lakini nataka nikuhakikishie, kama Mungu ana maono anataka kutimiza na wewe, using'ang'ane kudandia maono ya watu wengine. Asante mwalimu. Mungu atakuondoa kwa namna yoyote, au awaondoe hao watu waondoke kwenye maisha. Kuna mambo hayo mawili. Aidha wewe kuondolewa, au watu kuondolewa kwenye maisha yao. Ili Mungu akamilishe mchakato, muwe naye wewe na yeye. Wale unaowategemea ndio atakao waondoa. Wale unaowapenda ndio atakao waondoa. Wale ambao wanagusa hisia zako ndio ambao atakao waondoa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Hataki kushare utukufu wake na mtu. Na ukiona watu wanaondoka kwenye maisha yako wazuri, ujue wivu wa Bwana uko kazini. Na andiko linatimia ya kwamba wivu wa Bwana utanila. Manake wivu wake unafanya wewe uondoe mategemezi kwa watu. Kwa sababu amelaaniwa ategemeaye mwanadamu. Na moyoni amemwacha nani? Amemwacha Mungu. Mungu hapendi utegemee watu. Itafika mahali utawaabudu. Mtegemee Mungu. Yeye ndiye anajua watu wazuri anaowaleta kwenye maisha yako. Na wakusaidie kwenye eneo gani. Na wakimaliza kazi wamekuja kufanya, wataondoka. Ili watoe nafasi ya wengine kurejea kwenye maisha yao. Na wao waje wafanye walichotumwa kwenye maisha yao. Kidogo tafuta mahali pengine. Mwezi huu ni mwezi wa neema. Mwezi wa neema. Sema amina ya Rabi. Amina. Wale watu wote ambao hata ukufikiria kuketi nao meza moja ama kukutana nao, mwezi huu kwa neema ya Yesu utakutanisha nao. Wewe hujasikia? Mwezi huu ni mwezi wa habari njema. Sema amina ya Rabi. Amina. Kwa Mariam na Yusufu kulikuwa na habari nini? Njema. Mwezi kama huu. Sema amina ya Rabi. Amina. Kwamba bikira amejaa neema. Na atachukua nini? Mimba. Sema amina. Na hivyo kwa mara ya kwanza ataleta kitu kitakatifu duniani ambacho hakikuwahi kutokea. Sema amina. Amen. Hautaki kuitika, lazima utakuwa umekabwa. Amen. Mwezi huu ulikuwa ni habari njema kwa Mariam. Amina. Ila kwa Yusufu haikuwa ni habari njema. Unabebaji? Kwa sababu alikuwa amemposa Mariam. Akiwa anatarajia kumuoa. Ghafla anasikia ana mimba. Wewe. Na hakuna kitu kinauzi wanaume kama hicho. Ni mke wake, ni mchumba wake. Asikie kuna mtu mwingine. Sema amen ya Rabi. Amina. Au apate hisia. Sema amen. Amina. Inauma. Ngumu kabisa. Nzito. Taki kuitika, lazima utakuwa umeloga. Amen.
Sasa we fikiria upate taarifa sio tu za kuwa na mchumba. Yes. Eti ana mimba. Eti. Alafu kila unapomhoja anakuambia ni ya Roho Mtakatifu. Eti. Sasa wewe niambie tu kama ni bosi fulani umempata. Yes. Mimi niko tayari. Asema hakuna cha bosi wala nini. Ni Roho Mtakatifu tu amekuja ndio kaniambia hivi. Sasa hiyo kitu haiwezekani. Roho. Hapo. Toka kuumbwa kwa dunia mimi sijawahi kuona roho wa Mungu hapo anampa mwanamke mimba. Yes. Sema amen ya Raha. Amina. Wewe ndio wa kwanza unayetaka kuniletea hizi habari. Yaani huu ni uongo mtakatifu unaitwa. Hapo. Nakwambia alafu ni walokole wazuri kabisa. Yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kwa sababu kama wasingekuwa walokole, sawa, wasingekuwa wanafahamu habari za Roho Mtakatifu. Ndio. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Amen. Yes. Kwa hiyo kwa Mariamu ilikuwa ni habari njema. Ila yes, kwa Yusufu ilikuwa ni mbaya. Kabisa. Hasa hapa ndo unaweza kupata picha kwamba Mungu anaweza akatuma habari njema sawa kwenye maisha yako. Amen. Sema amina. Amina. Ukaota ndoto nzuri, ukapata maono mazuri, ukapata picha nzuri kubwa ya maisha yako ya baadaye. Yes. Ukapata furaha kwamba ni Mungu kakupa yale maono. Sawa. Mtu wa pili sasa ambaye anatakiwa kuja kukupa mkono wa shirika. Sawa. Huyo ndio kashabadilishwa. Hapo. Hataki kuelewa. Hataki kuelewa. Yes. Kaambia ni Roho Mtakatifu amenipa mimba hii niliyo nayo. Ndio amenipa wazo hili nililo nalo. Ndio amenipa akili hii nilio nayo. Ndio kanipa ubunifu nilio nao. Ndio kanielekeza nianzishe biashara. Ndio kanielekeza nimtumikie Mungu. Shughuli hapo ni nzito. Wewe mwenyewe unapata tabu sana. Ulishafunga ndoa kwenye dini, kwenye dhehebu huko. Alafu ghafla unapata maono ya kuja ngomeni kwamba hapa ndipo baraka zako zilipo. Hapa ndipo uponyaji wako ulipo. Amen. Hapa ndipo utajiri wako ulipo. Yes. Hapa ndipo nguvu za kukamilisha maono yako zilipo. Itakuwa shughuli kabisa kumwelezea mwenzako aelewe. Wengine ndoa zimevunjika. Ni kweli. Wengine mahusiano yamevurugika. Ni kweli. Unapopata maono ya kukanyaga kwenye madhabahu ya Yesu, kwamba na mimi hatima yangu imeungana na hatima ya kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwasi. Utaanzisha ugomvi usiokuwa wa kawaida na mume wako. Pazito. Wengine na wake zao. Ni kweli. Yeye naye anasema kule tulikofungia ndoa ndio tutakapofia huko. Wewe unasema kama wewe unaenda kufa, mimi nataka naenda kuwa hai. Naenda kuuishwa ngomeni. Na kwenda kufufua maono yangu. Na kwenda kuamsha ndoto zangu. Na kwenda kutimiza kusudi langu ngomeni. Majitu ya mbinguni yanajuana kwa ishara. Hisia zilikupelekea kuchagua mtu mrefu mwenye six pack. Ndio. Sasa Roho Mtakatifu anakuambia sio huyu. Sio huyo. Manake huyu hawezi kubeba maono ambayo nimekupa. Hapo. Shughuli inaanzia mazito. Yes. Shughuli inaanzia hapo. Sema amina. Amen. Mariamu alipoona ubishi umekuwa mkubwa, ndio aliamua kuingia katika maombi. Akamwambia Mungu, yes, kama kweli hii mimba ni yako, yes, na wewe ndio umekusudia kubadilisha historia ya maisha yangu, sawa, naomba ukamseme na Yusufu wewe mwenyewe. Amina. Kwa sababu mimi ameshindwa kunielewa. Mungu akasikia maombi. Asante Bwana Yesu. Akamtuma malaika. Amina. Yusufu alikuwa ameshaondoka kabisa, kahama na mtaa. Asema hii ni aibu. Ndoa hatujafunga. yes. Mahari hatujalipa. Bado.
alafu mtu anaonekana ana mimba, mimi mwenyewe najua si yangu, hapo jamii itanielewaje? Kahama kabisa, kaibu, ameondoka, yuko mbali, ndio Tabora huko, na Mariamu wa watu yuko Dar es Salaam, hapo Mbeya huko, Tukuyu, Mwakareli, wewe Yusufu kakikimiria Bukoba. Kwa Mungu hakuna umbali. Yoyote aliyekukimbia kwenye mwezi huu atafuatwa huko aliko. Na hapo ndipo Bwana mwenyewe alituma malaika akamfuata Yusufu, akamwambia amka usingizini. Mungu anajua kona ya kuwapata watu wakorofi pale walipolala kabisa. Anaona hapa hakuna mtu atanisogelea, kafunga zake milango, kafunga zake geti, kaweka na walinzi nje. Mungu anatuma mtu anapenya katikati ya walinzi, wa katikati ya ukuta. Amka. Malaika akamwambia amka usiku huu, rudi kwa Mariamu tena kamuombe msamaha. Kwa sababu mimba alionayo sio mimba ya mwanadamu, sio mimba ya mwanaume kama unavyodhani, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na yeye akanyanyuka usiku ule ule, akarudi akaenda kugonga kwa Mariamu. Mariamu kwa mbali alikuwa anaota ndoto. Aliposhtuka akasikia na sauti ya mchumba. Chumba karudishwa, akachukuliwa mateka na malaika. Ninaamuru malaika wote wachukue wote waliokutoroka, wawafuate, wawabebe mzobe, wawalete kwenye maisha yako. Rokaje usema njoo kwa damu ya nani? Yesu Kristo Nazareti, Mungu kuna nuru halisi. Kwa jina la nani? Yesu Kristo Nazareti, Mungu kuna mtu anachukuliwa mateka saa hii. Analetwa kwa nguvu kwenye maisha yake, analetwa kwa nguvu kwenye familia yake, analetwa kwa nguvu kwenye nyumba yake, analetwa kwa nguvu kwenye ukoo wake. Rokaje usema niko tayari. Kwa ninyi ambao mnatorokwa na wachumba katika msimu huu wa mwezi wa 6, mwezi wa neema, ndio muda wa kumshtakia Yesu mchumba wako. Asante Bwana Yesu. Ashtakiwe, aachwe hivyo hivyo. Ungekuwa unajua namna ya kushtaki, ungekuwa tayari umekuja kushtaki mapema kabisa. Manake shughuli inaanza leo. Shughuli ilianza saa hii. Shughuli inaanza saa hii. Shughuli ianze ama tubakie hivyo hivyo? Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Kuna mtu atashtakiwa leo kwa Yesu. Tangazo. Atakutafuta hata lala usingizi. Alifanya kunywa pombe na kuvuta bangi ili ya kusahau. Na kuambia bangi hazitafanya kazi wakati huu. Pombe haitafanya kazi wakati huu. Nasema hivi, kimada alichonacho hakitamsaulisha kile ambacho Mungu amekusudia akifanya kwenye maisha yako. Rokaje usema imekwisha kuwa hiyo. Imekwisha kuwa hiyo. Pasuka kama radi, sema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Lipuka vizuri, sema imekuwa tayari. Imekuwa tayari. Sema amen ya kutosha na Yesu akubarikie. Mithali sura ya 22 na mstari wa kwanza na kuruka mstari wa 11. Naomba tusome kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa kwanza. Ndio ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Tusome. Heri kuchagua jina jema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu, kuliko fedha na nini? Na dhahabu. Huu ni mwezi wa neema. Na yale mafuta ndio utakayomiminiwa, sawa, yatakuletea kila kitu unachostahili kuwa nacho. Amen. Hawaelewi. Yes. Sema amina. Amen.
Kuna kupewa unachostahili na kuna kupewa unachotaka. Yes. Wangapi wanataka wapewe wanachotaka? Rudisha mkono chini. Yes. Kuna kupewa unachostahili. Hapo. Wangapi wanataka kupewa wanachostahili? Ho! Ho! Sasa tatizo nashindwa kuwahesabu. Ni ninyi mnanyosha mikono. Hapo. Manake unakuwa kama uelewi ni nini unachotaka. Yes. Nimeuliza, nasema hivi. Wangapi wanapenda wapewe wanachotaka? Nyosha mkono juu. Shusha chini. Wangapi wanapenda wapewe wanachostahili? Katika kupewa unachotaka, sawa, utatumia nguvu nyingi sana. Kabisa kabisa. Asante mwalimu. Utatumia nguvu nyingi sana. Amina. Kuna watu ili wapate wanachotaka wanaloga mpaka kuloga. Ni kweli kabisa. Sema amen ya Rabi. Amen. Lakini yes, ukimiminiwa neema ya Mungu, kila ulichoandikiwa na Mungu ambacho unastahili wewe kuwa nacho utapata. Utapata. Amen. Na watu wengi sana, sawa, wanakwama kwa sababu ndio wanaomba wanavyotaka wao, sivyo anavyotaka nani? Mungu. Yes. Kama unataka upate unachotaka, omba kama apendavyo Mungu, kama anavyotaka nani? Mungu mwenyewe. Yes. Hebu tuwasomee kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari wake wa 20. Kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 24. Ninasoma kwa jina la Yesu. Kwa maana tumeokolewa kwa taraja. Lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani atakayekitarajia kile akionacho? Soma mstari wa 27. Mstari wa 27 nasoma kwa jina la Yesu. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Amina. Hapo ni kama apendavyo Mungu ama ni kama tunavyopenda sisi? Kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu kazi yake, yes, amekuja kutusaidia katika udhaifu wetu. Amen. Kwa sababu sisi hatujui kuomba jinsi inavyotupasa kuomba. Amina. Kwa nini? Ninyi mwaomba tena ampewi. Yes. Kwa sababu mnaomba vibaya. Ili mkipata muvitumie kwa tamaa zenu. Manake unapoomba kwa tamaa, yes, unaomba upewe unachokitaka wewe. Kabisa kabisa kabisa. Yes. Unapenda unaomba upewe mume ama upewe mke. Sawa. Maelezo unayoyaeleza, yes, ni yatakayo kushibisha wewe nafsi yako. Lakini wewe umebeba kusudi la Mungu. Hapo. Yes. Na Mungu anajua, yes, ni nani ambaye ukitembea naye kwenye maono yako anaweza kukusaidia kutimiza ndoto, yes, au maono ya Mungu yaliyoko ndani yako, kulitumikia kusudi la Mungu. Yes. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Narudia tena, shetani ameshindwa. Kwa hiyo mara nyingi watu wanaomba, yes, wanavyopenda wao. Tena wengine wamefika mbali zaidi. Yes. Kuna mtu yuko hapa anang'ang'ana,
Mungu, sadaka zangu zote, maombi yangu yote, ninamwomba Justus. Hapo Hivyo hivyo alivyo. hivyo. Wengine hamjui hata jina, anasema tu yule anayesemaga amen. Hapo Kang'ang'ana. Sema amina. Amina. Ukija kwa Justus, Oh yes. Justus naye picha yake ya maono iko mbali. Hata akikuona hivi hauingii kwenye moja wala mbili. Kabisa. Kwenye maono yake. Oh yes. Unapoteza muda. Yes. Omba mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Amen. Naomba mtusaidie kwenye vyombo, vilikuwa vinaenda vizuri, naona kama vimerudi pabaya. Yes. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu. Shetani ameshindwa. Kwa jina